Bana, mambo yanazidi kunoga. Katika sehemu ya 16 tuliishia pale ambapo tulikuwa tunajiuliza, je, rais atamuua Rashidi? Maana tayari kamnyoshia bastora Rashidi. Je, Rashidi atafanya nini kuepuka kuuawa na rais? Nikakwambia usikose kufuatilia kisa hiki cha kusisimua katika sehemu ya 17. Hatimaye leo tunaingia sehemu ya 17. Bwana, karibu. Mimi naitwa Uncle J, inapatikana Instagram na TikTok kwa jina hilo moja la Uncle J Simulizi. Karibu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya Rashidi kunyoshewa bastora na mheshimiwa rais. Tukumbuke Karo pia yuko hapo. Je, Karo atamtetea mpenzi wake Rashidi au mambo yatakuwa namna gani, vipi? Bwana, karibu. Kaka, ni nini unafanya? Ni nini unafanya kaka? Hapa nilipo mimi nina mimba ya Rashidi kaka. Karo alizungumza kwa sauti ya ukali na iliyokuwa imejaa uchungu mwingi mno. Maneno ya Karo yalimfanya mheshimiwa rais kushtuka kidogo, huku akiendelea kuninyoshia bastola hii. Karo akasimama pembeni yangu huku akihema kwa nguvu. Kaka, nimefahamu kila kitu ulichomfanyia Rashidi, wewe pamoja na wifi. Ulimpokonya Rashidi mke wake na ukazidi kumwandama kwenye haya maisha, na ukamfanya apitie shida kubwa sana na aonekane kwamba ni mtu mbaya mbele ya macho ya watu, jambo ambalo sio la kweli. Rashidi ni kijana mwema kaka, mwanaume wa ndoto zangu, mwanaume ambaye amepandikiza mbegu ndani ya tumbo langu, na baada ya muda inakwenda kuwa mama kama jinsi mke wako alivyokuzalia. Ukimua, ninakuapia haki ya Mungu, kaburi la mama yangu nitamfuata mama kule alipokwenda. Sitokubali kuendelea kuishi kwenye mateso na manyanyaso yasiyokuwa na tija kwenye maisha yangu. Karo alizungumza kwa msisitizo mpaka rais mmoja alianza kutetemeka. Ukimya ulitawala huku nikiwa nimejikausha kimya nikimtazama rais pamoja na walinzi wake. Taratibu rais alishusha pale bastola yake chini huku akiwa ananitazama usoni mwangu kwa macho ya hasira kweli. Mimi na wewe bado hatujamaliza hili. Rais mara baada ya kuzungumza hivyo alianza kutembea kuelekea nje na walinzi wake wakawa wanamfuata. Karo akatembea kwa haraka mpaka mlangoni. Akaufunga mlango huko ndani na kisha akarudi kwa haraka mno na akanikumbatia huku akilia kwa uchungu sana. Nisamehe mume wangu. Karo alizungumza huku akilia kifuani mwangu. Nilimkumbatia kwa mkono mmoja tu huku mkono mwingine wa kulia ukiwa una hamu na uchu kubwa mno ya kufanya tukio la kikatili dhidi ya rais. Hakuna kitu kinachouma kwenye maisha kama kuibiwa mwanamke wako, tena wa ndoa, na mwisho wa siku mwizi huyo eti anataka kukua. Nikamwachia Karo, nikakaa kwenye moja ya sofa huku nikiwa ninatetemeka kwa hasira na uchungu, unajua mpaka machozi yalianza kunimwagika. Karo taratibu alipiga magoti mbele yangu huku akiendelea kulia. Akafumbata kwa pamoja viganja vya mikono yake, akanitazama usoni mwangu. Samahani sana mume wangu. Natambua kwamba unapitia kipindi kigumu kwenye maisha, na kuomba unisamehe mimi. Hapo nilimtazama Karo kwa dakika kadhaa na kisha nikamnyanyua nikamkalisha pembeni yangu. Nisikilize Karo. Hii vita wewe hupaswi kuweza kuingilia. Kaka yako amedai kwamba hii vita haijaisha na imani anakwenda kujipanga upya. Hivyo tafadhali na kuomba usije ukapata madhara kwenye hii vita baina yake yeye pamoja na mimi. Hii vita weka nayo mbali. Haikuhusu kabisa Karo. Rashidi, ninakuahidi jambo moja Rashidi. Sitokaa mbali na wewe kwenye hili, na nitahakikisha kwamba kila jambo baya linapokwenda kutokea nipo na wewe. Nitakuwa ni ngao kubwa kwenye maisha yako. Nitatumia kila linalowezekana kuhakikisha kwamba unakuwa salama. Hapo nilimtazama Karo kwa sekunde kadhaa na kisha niliendelea kukaa tu kimya. Niamini mume wangu, nitazidi kukupenda, haijalishi kutakuwa kuna matatizo gani, ila nitakuwa na wewe milele. Nashukuru. Nahitaji sasa kwenda kulala. Hapo nilizungumza huku nikisimama. Vipi kuhusu chakula?
Huli chakula? Kesho naomba kwanza nikalale mke wangu. Okay, sawa. Twende basi tukalale wote. Karo akakimbilia jikoni ambapo alishaanza kupika. Nilipandisha pale gorofani na kisha nikaingia chumbani kwake. Nilivua nguo zangu zote, nikabakia pale kitandani huku kichwa kikiwa kimevurugika kwa kweli. Hazikuisha hata dakika 5, Karo aliingia huku akiwa ameshika bakuli mkononi mwake. Baby, supu hii. Jaribu kula basi hata kidogo. Sijisikii kula kabisa. Nakuomba sana mpenzi wangu. Natambua kwamba hapo ulipo kichwa chako kimevurugika, ila nakuomba kidogo tu upate kula. Karo aliendelea kunibembeleza mpaka nikaamua kunywa supu hii, na kutokana na uchovu mwingi sikuhitaji kabisa mbwembwe ziwe nyingi. Nikapitiwa pale na usingizi mzito mno. Asubuhi na mapema nikawa wa kwanza kuamka. Nikamtazama jinsi Karo alivyokuwa amelala kihasara hasara. Nilishuka kitandani na kisha nikaingia bafuni. Nilikoga na kisha nikaingia katika chumba cha mazoezi. Pale nilianza kufanya mazoezi ya viungo huku akilini mwangu sasa nikianza kuwapigia mahesabu watu wawili, Don pamoja na Mheshimiwa Rais. Nikasema hawa wote ni lazima wafe. Nilizungumza kwa uchungu huku nikiendelea kukimbia kwenye mashine hii ya kukimbilia. Nilifanya pale mazoezi yangu kwa kama lisali zima, na ndipo sauti ya Karo ikanifanya nigeuke na kumtazama pindi aliponiambia kwamba umemkaje mume wangu. Nikamwambia nimeamka fresh. Karo akanifuata, alinibusu katika lipsi zangu na kisha akasimama pembeni yangu huku akiwa amejifunga tenge moja tu. Vipi, uendi kazini leo? Hapana, siendi, kichwa changu hakiko sawa kabisa. Pole sana. Asante kipenzi. Nahitaji kukusaidia jambo kabla mimba haijawa kubwa. Jambo gani unalohitaji kuweza kunisaidia? Nahitaji kumfikisha kakangu mahakamani ili aweze kushtakiwa kutokana na madhambi mengi aliweza kuyafanya. Unahisi hiyo itakuwa ni njia sahihi kwa yeye kuweza kumfikisha mahakamani ikiwa yeye ndiye mkuu wa nchi na bado yuko madarakani? Sidhani kama katiba ya nchi inaruhusu kumshtaki rais pale anapokuwa yuko madarakani. Naona hiyo ndio itakuwa njia rahisi kwa sisi kuweza kukabiliana naye. Hapana. Kakako ameninyoshia silaha kichwani mwangu. Anahitaji kuniua, hivyo kumpeleka mahakamani si afiki nalo kabisa. So, unahitaji kufanya nini? Nitarudisha mapigo kutokana na vile nitakavyoweza kushambuliwa. Kama atanishambulia kwa kunipiga risasi, basi nitarudisha mashambulizi kwa staili hiyo hiyo. Na ndio maana nilikwambia ukae mbali na hii vita. Ipo siku bingwa atakuja kujulikana kwamba ni nani. Na wewe huwezi kuimwaga damu ya kaka yako kwa sababu damu ni nzito kuliko maji, na ukiachana na masuala ya damu kuwa nzito, mna kumbukumbu kubwa sana kwenye maisha yenu ya mambo mema ambayo aliweza kukufanyia. Ila mimi sina jambo jema hata moja nililoweza kukufanyia. Hivyo ninarudia tena Karo, kwa mara nyingine tena, hii vita naomba ukae nayo mbali. Ila baby, mimi nimepata wazo. Na kusikiliza. Unaonaje tukatumia njia ya amani, njia ya upatanishi, nikawakutanisha wewe pamoja na kaka mkapatana, alafu mkaishi kwa amani kuliko hivi mume wangu. Nisikilize Karo, na kuomba hili jambo tusilizungumzie tafadhali. Hapo nilizungumza huku uso wangu ukiwa umeshaanza kutawaliwa na ndita. Basi samahani baby. Usijali. Tukatoka ndani hapa kwa pamoja na kurudi chumbani. Karo alianza uchokozi huku akihitaji nimpatie haki yake. Sikutaka kuweza kumnyima, nilimpa haki yake kisawasawa hadi sote tukaridhika. Tukaoga kwa pamoja na kisha Karo alienda pale kifungua kinywa. Nahitaji kwenda kumuona Shabani mara moja na kisha nitarudi baadaye. Sawa kipenzi. Mara baada kupata kifungua kinywa, niliondoka nyumbani hapa kwa Karo. Nilimpigia simu Shabani na kunieleza ya kwamba yuko maeneo ya Kariakoo. Nilimfuata sehemu alipo, tukakutana. Niambia anaendeleaje tena? Yuko salama kabisa, ameshazoea mazingira nyumbani pale.
Ni jambo zuri. Hapo nikamweleza Shabani kila kilichotokea kwenye safari yetu hadi kufika jijini Dar es Salaam na jambo alilolifanya rais. Wewe kaka, hiyo ni hatari hiyo mwanangu. Na ni lazima uwe makini zaidi ya sana ujue. Ndio hicho ninachokiwazia mtu wangu. Unajua hapa najaribu sana kutafakari nini anachotakiwa kuweza kukifanya. Mimi ninavyoona mwanangu, kila adui ameshakulenga wewe. Kama Don alituma tena watu ili kukuua, kaka, inakupaswa uwe makini sana kaka. Hili jambo halihitaji dharau wala kejeli. Nahitaji kuunda timu ya vijana ambao watakuwa tayari kufanya chochote na muda wowote. Mimi ni wa kwanza kaka, niko tayari. Wewe niambie tu unahitaji vijana wenye sifa gani? Kwa maana ya kwamba mimi nawatambua vijana wengi sana hapa mjini ambao wanahitaji kutengenezwa kidogo tu ili waendane na mpango ambao unautaka. Ila kaka, wewe una familia ujue. Kaka, ilivyo kwako pia una familia vile vile. Rashidi, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Tena sio mbali kidogo, mbali kweli kweli kaka. Hatuwezi kuachana kisa hawa wanawake na watoto tuliowapata huko bwana. Bro, hebu fikiria hilo. Mimi nahitaji tuwe pamoja kwenye kila hatua, na huo ndo undugu wenyewe kaka. Shabani alizungumza kwa msisitizo mpaka mwili ulianza kunisisimka. Nikamwambia nimekuelewa kaka. Nashukuru kwa kunielewa ndugu yangu. Siwezi kukuacha kwenye hili ukawe peke yako kamwe. Kama ni kufa tufe pamoja ili tuweze kuacha alama kwenye maisha yetu. Sawa ndugu yangu. Nahitaji vijana wenye sifa zifuatazo. Na kusikiliza bro. Ninahitaji vijana wawili. Wawe warefu kiasi, uti 6 na kuendelea. Wawe na mihiri nyumbulifu. Naamini unajua ninachokimaanisha. Yaani sio vibonge. Wawe ni watu wenye uwezo wa kupigana vizuri sana. Kwenye masuala kutumia silaha, hayo mimi nitawafundisha mimi mwenyewe. Ila kikubwa cha kwanza ni hiko. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Hao vijana niachie kwanza siku ya leo nipeleleze, kwa maana kwamba inabidi pia wawe ni watu wanaoweza kutunza siri. Bro. Basi acha mimi niwasake. Kesho mimi nitakuwa najibu sahihi. Nashukuru sana ndugu yangu. Una mishe gani hapa Kariakoo? Unajua kwa sasa hivi kuna jamaa nimekuja kuzungumza naye hapa, ila baada kama hivi nitakuwa niko huru. Basi utanikuta nyumbani. Hapo haina noma. Shabani akashuka ndani ya gari na mimi nikaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Shabani. Nilifika nyumbani kwa Shabani na nikapokelewa pale na shemeji. Akaniambia karibu sana shemeji. Nikamwambia nashukuru. Tina yuko wapi? Amekwenda gengeni na Bishosti, sasa hivi watarudi. Sawa shemeji yangu, ila mpo salama? Lakini sisi tunamshukuru Mungu kwa kweli, tuko salama kabisa. Jinsi ulivyotuacha ndivyo jinsi tulivyo. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Tina pamoja na mtoto wa Shabani waliingia ndani hapa. Tina alinikumbatia kwa nguvu huku mtoto wa Shabani akinisalimia kwa furaha. Tina akaniambia nimekumisi baby. Nikamwambia nimekumisi pia. Vipi, majeraha yamepona? Yameacha kuuma sasa. Niko vizuri. Pole. Nashukuru. Shemeji, unajua umeendana kweli na Tina. Utani wa shemeji. Haki ya Mungu vile. Mmeendana sana. Kweli, anko umependezana na mama mdogo. Hapo tukajikuta sote tukicheka kwa furaha. Tuliingia katika chumba changu mimi na Tina kwa ajili ya mazungumzo. Bebe, unaishi vizuri hapa? Nahitaji kujua kama unaishi nao vizuri. Tena sana tu. Unajua shemeji na mke wake ni watu wema. Watu wema sana ambao kusema ule kweli sijawahi kuona watu wema kama hawa. Basi ni jambo zuri. Sasa kuna kazi ninahitaji kuweza kuifanya kwa kipindi fulani hivi. Nitahitaji kuwa peke yangu, kwa maana kwamba ni kazi hatari. Na kama vile ulivyoona ile siku tulipoponyoka kwenye tundu la sindano. Ni kweli mume wangu. Kwa maana hapa nilipo nimejawa na uoga mkubwa sana. Kwanza pole sana. So, nahitaji wewe na wifi yako pamoja na mtoto wake mchague sehemu ambayo itakuwa ni rahisi kwenda kukaa huko hadi pale kazi itakapoweza kuisha, kwa maana kwamba
hii kazi nakwenda kuifanya mimi pamoja na Shabani. Umezungumza na shemeji kweli? Atazungumza na mume wake, ila kwa sasa nimeona nizungumze mimi na wewe ili maamuzi yawe kwa pamoja hapo baadaye. Okay, sawa baby, mimi sina shida, ila tu nakuomba uwe makini. Tina, usijali, nitakuwa zaidi ya makini. Nashukuru. Tina akanitazama kwa dakika kadhaa na kisha taratibu akanisogelea na kunibusu chavuni. Samahani sana kipenzi changu. Natambua kwamba nimefanya usaliti mkubwa ambao hadi sasa hivi nitaendelea kuujutia kwenye maisha yangu. Ila kumbuka sana kipenzi, ninakupenda na ninakuhitaji bado kwenye moyo wangu. Sikiliza Tina, mimi na tabia za kizungu sana, hivyo wala hata usijali. Kila jambo ni jambo ambalo limekwisha kupita. Sasa hivi ni wakati wa sisi kutazama ni kipi kilichopo mbele yetu na sio kuangalia yale yaliyokuwa yamepita. Kwanza nina hamu sana na wewe. Hapo nilizungumza huku nikiona tabasamu pana sana usoni mwangu. Nikamnyanyua Tina na kisha nikamkalisha mapajani mwangu. Hapo tukatazamana kwa dakika kadhaa na kisha tulianza kupigana mabusu, japo nilikuwa nimetoka kumpa Karo haki yake asubuhi hii, ila bado nilikuwa nina uchu wa kumshughulikia Tina. Tukaanza pale kutoana nguo na ndani ya muda mchache tukaanza pale kupiga mechi ya taratibu huku tusitoe kelele nje ya chumba hiki. Basi bwana, viuno vya Tina vile nipagawisha jamani, mpaka tukafika tamati tukiwa tumefika pamoja. Asante bebe, Tina alizungumza huku akinikumbatia tukiwa tuko pamoja. Nikamwambia asante nawe pia kipenzi. Tukajisikilizia jinsi mapigo ya moyo yanavyokwenda kwa kasi pamoja huku tukiwa tumekumbatiana na kisha tukachiana. Unajua askari wako yuko very very ngangari. Kweli Haki ya Mungu, vile ni wewe pekee ndio unayenitosheleza. Ilikuwaje sasa ukawa na yule mpaka rangi kwenye kucha? Yaani sijui hata alitumia madawa kunipata, kwa maana kwamba nilijiwekea msimamo wa kutokukusaliti. Ila sijui akili yangu ilikuwa jukwaje hadi akanipata. Ila ninarudia, ninakuomba sana unisamehe. Usijali kipenzi. Ngoja nikaandae maji ya kwenda kuoga. Na okay, sawa. Tina alijifunga kanga na kisha akatoka ndani hapa. Baada ya muda akarudi na kisha akanieleza kila kitu ya kuwa tayari. Nikajifunga taulo na kisha nikaanza kuelekea bafuni tukiwa tuko pamoja, kwa maana ya kwamba choo pamoja na bafu katika nyumba hii ya Shabani vipo kwa nje kidogo, japo ni ndani ya uzio. Bebe, naam. Na wazo moja. Wazo gani? Unaonaje ile nyumba ya Tanga kaiuza na kisha tukanunua nyumba nyingine hapa Dar es Salaam, kwa maana kwamba sihitaji tena mikurudi Tanga. Ni wazo zuri, ila ni bora kutununue kuliko tukaiuza. Pia nahitaji kitu kingine kifanyike kabla ya mambo mengine hayajaweza kwenda. Kitu gani? Nahitaji kujitambulisha kwa wazazi wako. Unajua hata maisha tunayoishi haya ni hatari sana pale endapo utakufa au ukaja kupata tatizo kubwa linalohitaji msaada kutoka kwa wazazi. Nitakosa wapi pa kuanzia. Hivyo ni heri kuwajua wazazi wako kwanza na kuwaeleza juu ya mahusiano yetu. Hivi ni kweli baby umeamua hivyo? Tina, nikisema huwa ninamaanisha. Nashukuru sana kipenzi. Mungu akubariki sana. Amina. Ila bebe, uliniambia kwamba una mke. Je, akijua kwamba una mwanamke mwingine na ukaenda kujitambulisha kwao itakuwaje? Au hilo hujalifikiria? Naam. Swali la Tina likanifanya kwanza nikae kimya. Nilikaa kimya kwa muda huku nikikumbuka jinsi namna ambavyo Jacqueline aliniapia mbele yangu ya kwamba siku akitambua kwamba nina mwanamke mwingine basi atashughulika naye, na jinsi ninavyomwona Tina hatakuwa na pesa wala uwezo wa kupambana na Jacqueline wala Karo, ambao hao wote wawili wana uwezo kifedha. Kwa nini unamwogopa mwanamke wangu ikiwa wewe pia ni mwanamke wangu? Rashid bebe, kumbuka sisi wanawake tuna hila nyingi sana, na isitoshe mwenzangu ametangulia kabla yangu. Ila kumbuka mimi dini yangu ni ya Kiislamu, inaruhusu kwa mwanamke zaidi ya mmoja. Sawa, dini yako ya Kiislamu inaruhusu, ila ya kwangu mimi hairuhusu. Ni ndoa ya mke mmoja tu. Okay, nimekuelewa. Kwa hiyo siwezi kwenda kwenu. Sijamaanisha hivyo. Ila ni nini?
Basi nisamehe kipenzi. Niambieni lini tutakwenda nyumbani ili niwaeleze wazazi. Nitakwambia. Tulimaliza pale kuoga na kisha tukarudi chumbani. Kila mtu alivaa nguo zake na ndipo majira ya mchana Shabani alirudi nyumbani hapa na kwa pamoja tulipata chakula cha mchana. Alafu kaka, nimekumbuka. Nimepata nyumba isee, iko vizuri sana. Iko wapi? Ipo maeneo ya Mbezi Mwisho. Njia kama unakwenda Goba. Ndani hivi kidogo. Oya, ni nzuri sana. Nimepiga picha hizi hapa. Shabani akanionyesha nyumba hii ya kifahari iliyokuwa imejengwa vizuri na kwa mtindo wa kisasa. Ni ya nani hii? Ni nyumba zinazojengwa na mashirika ya nyumba. Hivyo hii inapangishwa au kununuliwa kwa mwenye uwezo wa kuinunua. Bei gani? Kama milioni 200 hivi. Walikuwa wapo kwenye milioni 300 hivi, ila nikaomba washushe kidogo. Shemeji, vipi nyumba hii umeipenda? Hapo nilizungumza huku nikimkabidhi shemeji simu ya mumewe, na ndipo alipoanza kutazama picha moja baada nyingine. Jamani, kuna watu wana pesa. Mbona jumba kubwa hisi? Umeipenda? Ndio shemeji, kwani nisipende jamani, ikiwa jumba limetengenezwa vizuri sana. Tina, hebu cheki na utoe mchango wako. Tina katazama jumba hili ambalo ni kubwa na ni mara 2 ya nyumba tuliyokuwa tumeichagua Tanga. Hii kiboko. Umeona? Ni nzuri kipenzi. Ina vyumba vingapi mume wangu? Shemeji alimuuliza Shabani. Hiyo bwana, hiyo ina vyumba vya kulala viko kama 5. Kila chumba kina choo, bafu pamoja na sebule ndogo ndogo za ndani hapo. Ina kiwanja pia cha kufanyia michezo, kuna swimming pool, ina garden ya kupumzikia, ina ofisi 2 za gorofani na chini pia ina kila kitu kinachohitajika ndani ya nyumba. Yaani kama mtu anakwenda kupanga, basi ana kila kitu ndani. Wewe unaingia tu na nguo zako tu basi. Labda kama vitu vya kuongezea ni vichache mno. Basi hiyo ni sawa. Haina shida. Nadhani tukichukua sasa hivi itapendeza. Hata sasa hivi tukihitaji kwenda kuinunua, tunaweza tukainunua. Okay. Una namba zao? Na namba ya mkurugenzi wa shirika la nyumba, na pia nilikuwa nimesahau jambo moja. Ina sebule 3 kubwa, dining 2, ina ukumbi wa kutazamia sinema. Yaani hizi nyumba ni kama zile ambazo mnaziona kwa wale wasanii wa Kimarekani. Hebu twende tukaione jamani, jiandaeni basi. Sawa. Hapo tukatoka nje mimi pamoja na Shabani. Esa, nyumba imesimama sana. Ni kweli kaka, ila hiyo pesa hiyo pesa ipo bro, kwa maana kwamba tusije tukaenda kula afu mwisho siku tukaingiwa na tamaa, mambo yakawa mengine bro. Wala usijali. Na pesa nyingi sana. Na akaunti tofauti zote zina pesa, hivyo hilo wala lisikupe pressure. Sawa kaka. Tutatumia basi BMW au ulikuja na wewe? Tutumie BMW, hili gari la mwenyewe ili bwana. Asije akawa amefunga device tracker huko ambayo popote ninapokwenda anakuwa ananiona. Simwamini hata kidogo yule mwanamke. Basi sawa, kuna shida kaka. Naam. Tina, shemeji pamoja na wanae walitoka ndani na safari ilianza. Ukimya ulitawala ndani ya gari, huku akili yangu ikiwa inawaza tu matukio mawili makubwa yaliyokuwa yametokea. Shemeji, mbona kama vile unaonekana na mawazo mengi? Unaonekana na mawazo mengi au mdogo wangu ameshakuumiza kichwa? Hapana, niko sawa tu. Tukafika katika jumba hili na kumkuta pale mkurugenzi ambaye alishapigiwa simu na Shabani na akamweleza juu ya safari yetu katika jumba hilo. Mkurugenzi alianza pale kututembeza eneo moja baada jingine, huku akitueleza ni kwa namna gani eneo hilo hutumika pamoja na vitu vyake. Baada ya mazungumzo katika jumba hili kubwa na lenye uwezo mkubwa, nikamwahidi pale asubuhi ya siku inayofuata nitaelekea ofisini kwake kwa ajili ya kufanya ununuzi wa jumba hili. Tukarudi nyumbani majira ya kama saa 1 hivi za usiku. Nadhani nitakuja kesho mchana au asubuhi. Kwa hiyo haulali?
Tina aliniuliza huku akiwa katika hali ya masikitiko. Nikasema ndio. Kuna kazi inabidi niweze kuishughulikia. Sawa, ila nakuomba uwe makini mume wangu. Usijali, niko makini zaidi ya sana. Shemeji, si ungesubiri tupike ule? Usijali shemeji, nadhani nitakula kesho. Kuna mahali inatakiwa niweze kuwahi. Haya shemeji yangu, usiku mwema. Na kwako pia. Naam, niliondoka nyumbani hapa kwa Shabani na kisha nilirudi nyumbani kwa Karo. Nilimkuta akiwa amejilaza kwenye moja ya sofa la hapa sebuleni. Vipi mke wangu? Hapo nilizungumza huku nikimbusu Karo katika lipsi zake. Safi tu za mizunguko. Mungu anabariki. Vipi katoto tumboni? Kameshaanza kupiga mateke ama? Atakuwa ni mtoto wa zombi sasa. Maana hata mimba yenyewe ina hata mwezi, anza kupiga mateke jamani. Utajuaje? Labda kama uko na zombi au vampire. Naye mshindi wewe. Lakini nina habari. Unajua kwamba kesho Obote anakuja nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi? Obote huyo wa Kongo ama? Yeah. Na kuanzia kesho nitakuwa niko busy sana. Unajua masuala ya marais wakija, basi NSS tunakuwa tuko juu, yani kama vile break ya tingatinga. Asija kaleta longolongo za kutaka kukoa, nitamuua. Hawezi, sababu sasa hivi ana mke wake ujue. Kile tutu fyoko mimi nipo naye, lazima alijue hilo. Kesho atakutana na rais pamoja na wafanyabiashara. Mmoja wa wafanyabiashara hao ni Don. Don? Ndio. Si ndo anajiita Fernando Felipe? Hapo akili ilianza kupiga mahesabu ya haraka namna kuweza kumpata huyo Don. Nisikilize Karo. Nahitaji kuingia kwenye kikao. Baby, kikao kinafanyika Ikulu. Unaingiaje ikiwa hujaalikwa? Na isitoshe siwezi kukufanyia mpango kukupeleka pale kwa sababu ukiachana na kwamba rais ni kakangu, ila pia ni mkuu wangu wa kazi. Na leo amenipigia simu mchana, amenichamba sana na ameniambia ananipa nafasi ya mwisho na la sivyo atanifukuza kazi. Asa kipenzi, hebu vuta picha nikiondolewa kwenye mfumo wa upelelezi tu. Itakuwaje? Sawa, nitakuomba unisaidie jambo moja. Jambo gani? Nipatie list ya wafanyabiashara watakaohudhuria kikao hiko pamoja na picha zao. Na kisha nitajua nini cha kufanya. Kwa hiyo hilo tu? Ndio. Hakuna kingine? Ndio, hilo tu. Okay, sawa. Ngoja. Karo alichukua simu yake iliyopo juu ya meza, akaminyaminya pale kidogo na kisha akapiga. Jose, vipi? Hebu nitumie list ya wageni waalikwa ambao ni wafanyabiashara pamoja na details zote. Sasa hivi nasubiri. Tuma kwenye email yangu ya kazini. Na okay, sawa. Karo akakata hii simu. Okay, ngoja basi atume hapa. Kweli hazikuisha hata dakika 2. Email, yani barua pepe, iliingia katika simu ya Karo. Alifungua faili lenye orodha ya wafanyabiashara wote wapatao 28. Hawa wanakwenda kwa ajili ya mkutano wa wafanyabiashara wa Tanzania na Kongo. Wanakutanishwa na viongozi wao. Okay, sawa. Nilianza kuwaza namna kuifanya kazi yangu kwa kutumia akili na pasipo kuweza kufuatiliwa. Niazime laptop yako. Sawa, ipo ndani. Taratibu Karo akanyanyuka. Siwezi kufanya bila yeye. Nilizungumza hivyo kimoyo moyo, nikaitafuta namba ya Shabani katika simu yangu na kisha nikampigia. Nikamuuliza, kaka uko wapi? Niko nyumbani bro.
Hebu na kuomba uje huku kwa Karo. Vipi tena kaka, kwema? Kwema, ila kuna kazi inahitaji tuje kuifanya. Sawa ndugu yangu, basi nakuja sasa hivi. Okay, poa. Nikakata simu hii. Karo alirudi sebuleni hapa akiwa na laptop yake. Shabani anakuja. Hivyo nenda kavae vazi la heshima basi. Baby una wivu. Wivu ni muhimu kuliko kitu chochote, hivyo nenda kavae nguo ya kueleweka. Okay, sawa baba watoto. Hivi hii laptop yako haijaunganishwa na NSS kweli? Hapana, hakuna anaweza kufanya upuzi huo. Okay, sawa, nenda basi. Anafika muda so mrefu. Karo akapandisha tena gorofani. Nilianza kupakua software inayotumika katika kuunda sura ya bandia kabla ya kuitengeneza. Baba Fatuma alikuwa amenifundisha vitu vingi sana, ikiwemo kutengeneza sura za bandia zinazovuka kirahisi pamoja na kuziunda sauti feki kwa wale watu tunaovaa sura zao za bandia. Karo akarudi akiwa amevalia tracksuit. Umefurahi sasa? Hapo kidogo shape yako imechomoza, nenda kajifunge kitenge. Jamani Rashidi, hayo sasa makusudi bwana. Asa shape itafichika vipi jamani? Nakutania. Kuna mashine hii hapa, je tunaweza kuipata? Nilimwonyesha Karo mashine ya kutengenezea sura bandia. Unataka kutengeneza sura bandia? Ndio. Hebu niambie kwanza, mpango wako mume wangu ni ujue. Usijue kajiingiza matatizoni. Kuna mfanyabiashara mmoja hivi ametokea Arusha. Umbo lake linaendana kabisa na mimi hadi urefu. Hivyo ninahitaji kutengeneza sura yake pamoja na sauti yake bandia. Na baada ya hapo kitakachofanyika ni kuhakikisha kwamba ninamteka yeye pamoja na mlinzi wake atakayeambatana naye kuelekea Ikulu. Tutawaweka sehemu salama na kuwachoma sindano za usingizi na kisha sisi ndo tutaelekea Ikulu. Bebe, unajua kila mmoja anayeingia Ikulu anaingia kwa utambuzi wa alama za kidole. Huone kama utakuwa unacheza makidakida, kwa maana ya kwamba huyu fingerprint yake ipo Ikulu, wewe huna. Na ukifika kabla ya kuingia ni lazima uweke pale kidole gumba kwenye mashine fulani hivi ndo utambulike humo ndani. Mambo yamebadilika siku hizi. Sijui unanielewa kipenzi? Hilo lisikope shida. Najua namna kufanya. Unataka kuniambia kwamba unazipataje fingerprint zake? Baby, kuwa basi kama kiongozi wa kitengo nyeti cha serikali basi. Kinachofanyika hapo ni hivi. Nitachukua kidole gumba chake. Tutakipachika hata kwenye kioo. Unatambua lile vumbi linalotumika kutambua alama za vidole. Nitachukua plastic maalum. Nitaipachika katika ile fingerprint yake. Nitaigandisha hiyo karatasi ya plastic kwenye kidole chake. Kazi itakuwa imekwisha. Sasa wakati naongea hayo tulisikia kengele ya mlangoni hapa sebuleni. Ilikuwa imebonyezwa. Atakuwa ni shemeji eh? Mimi nikatembea hadi mlangoni nikafungua na kweli nilimkuta Shabani akiwa amesimama. Vipi kaka, naona usiku tumetana. Shemeji, mambo vipi? Safi shemu, habari ya wewe? Namshukuru Mungu kwa kweli. Vipi wewe? Mimi niko salama kabisa. Mjomba amenishtua sana, nimeendesha gari kwa speed na hisi hapa kesho askari watakuwa wananisaka kwa maana kwamba kuna sehemu walinisimamisha afu nikaa nimepita kama zote. Pole shemeji, mimi namsikiliza tu huyo ndugu yako hapa na mipango yake. Mipango gani tena? Hapo ilibidi nimueleze vizuri Shabani wazo langu. Hadi akanielewa. Shabani akasema ni wazo zuri kaka, ila je, tukishtukiwa inakuaje sasa? Kusema ule kweli shemeji, hata mimi ndo uoga wangu uko hapo, lakini Rashid hataki kunielewa. Sikilizeni. Tukihitaji kufanya kazi tunafanya. Tukikamatwa hayo ni matokeo ya kazi. Sidhani kama kuna timu yoyote ambayo huingia uwanjani kijua kwamba inakwenda kufungwa. Kila timu inahitaji ushindi. Masuala ya kufungwa huja kama matokeo tu, ila sio jambo la kupanga kabisa. Ngoja kwanza niulize kwa walinzi wa Ikulu, kuna kitu nataka niulize. Karo alipiga simu kwa mlinzi wa Ikulu. Isa, mambo? Mimi niko salama. Ulinzi wa viongozi upo vizuri? Je, mlangoni wafanya biashara watakuwa wanaingia kwa mfumo gani? Okay, kwa hiyo system wameiupdate. Okay, sawa basi asubuhi na mapema nitakuwa niko hapo. Na okay. Karo alikata simu huku akishusha pumzi nyingi mno. Tukamuuliza pale kuna nini?
Nahisi mpango wako mume wangu hautaweza kufanikiwa. Kwa nini? Wamesema kwamba mfumo wa kuingia pale Ikulu sio kwa alama za vidole tu pekee, bali hata kwa utambuzi wa macho. Je, kiini cha macho yako kinafanana na kiini cha macho ya huyo mfanyabiashara ambaye unataka kumteka? Na hapa mtindo unaoonekana, mfumo huu unabadilika mara kwa mara, kwa maana ya kwamba usiombee ikatokea kila mfanyabiashara akatumiwa code number. Yaani ukifika pale ni lazima uingize hiyo code number, uweke fingerprint na kisha alama za macho zitambulike. Je, kwa hilo umejipangaje mume wangu? Wote wawili wakanitazama, kwa maana kwamba mimi ndiye nilikuwa nimetoa hilo wazo. Nilikaa kwenye moja ya sofa, kwa maana kwamba nilikuwa nimesimama. Viganja vyangu vikafunika mdomo wangu, huku nikiwa ninawaza nini cha kufanya. Baby, tunakusikiliza. Mwache kwanza shemeji, huenda akawa nawaza. Shabani alizungumza, kwa maana ya kwamba nikikaa katika hii staili huwa akili yangu inachemka kutafuta jawabu la kile ninachotaka kukifanya. Na toka nilipokuwa mtoto nilikuwa niko hivyo hivyo. Imekuwa ni rahisi kwa Shabani kutambua kwamba niko katika mawazo mazito mno. Karo, wageni wanaingia saa ngapi Ikulu? Saa 2 usiku, kwa maana kwamba watapata chakula cha usiku na rais, na kisha wataingia kwenye kikao cha mazungumzo, na baada ya hapo wataondoka. Hapo nilikaa kimya kwa dakika kadhaa, na kisha nikasimama nikiwa nimejawa na tabasamu. Vipi? Nimepata wazo moja zuri sana. Na kuku wangu Fernando Felipe ninakwenda kumpata kirahisi kuliko jinsi ambavyo mtakavyoamini. Hapo Karo na Shabani macho yaliwatoka, huko kila mmoja akionekana kuwa na hamu kubwa mno ya kuhitaji kujua ni mpango gani ambao utakuwa ni rahisi sana wa kumkamata Don. Wazo gani? Karo alioniuliza huku akiwa ananitazama kwa umakini mno. Ninahitaji kuingia Ikulu kwa njia za chini ya ardhi. Na nitahakikisha kwamba ninamteka Don na kumtoa katika njia hizo hizo za panya bila mtu yeyote kuweza kufahamu. Shabani akaguna huku akinitazama, nikasema ndio. Kipenzi, hivi unahisi kwamba Ikulu ni sehemu ya kawaida, yani kama kuingia tu nyumbani hapa kwangu, sio maana yake? Najua Ikulu sio sehemu ya kawaida, ila ninajua namna ya kuweza kuingia. Wewe imarisha tu ulinzi wako kila sehemu, ila mimi ninakwambia nitatoka na Don. Kaka, hilo wazo mimi kama lisiriafiki vile, kwa maana kwamba hiko unachokwenda kukifanya ni kitu cha hatari sana ise. Najua kama ni kitu cha hatari, ila natambua kwamba nitaweza na ninaweza kuimudu hiyo hali. Wewe Shabani utanisubiria baharini. Nitakapomtoa Don, basi tunaondoka naye na moja kwa moja nitampeleka hadi katikati ya bahari. Huko nitamalizana naye. Naam. Hapo Karo na Shabani wote walikaa kimya huku wakinitumbulia macho. Kwa hiyo ndo plani yako? Karo aliniuliza kwa msisitizo, nikasema ndio. Ina maana kwamba Ikulu unaifahamu vizuri? Sikuanzia leo wala jana kuisoma lile jengo la Ikulu pamoja na airport. Nilijitahidi kadiri ya uwezo wangu kuvisoma vizuri na nimeshalijua. Hivyo tafadhali na kuomba muweze kuamini plani yangu hii. Kipenzi, mimi ninakupenda sana, ila nakuomba sana uwe makini na hizo plani zako, kwa maana kwamba hiko unachotaka kwenda kukifanya ni kitu cha hatari na ni kitu ambacho ukikamatwa unakufa. Najua sitokufa, kwa maana kwamba ninahitaji kumuona mwanangu kutoka kwako. Haya bwana, mimi sitahusika kwenye huo mpango. Hakuna shida, hili nitalifanya mimi kama mimi. Okay, sawa mpenzi wangu, ngoja mimi nikapumzike, kwa maana kwamba hapa nilipo nimechoka sana, na kama unavyofahamu kesho ni siku ngumu, lakini pia ni siku ndefu sana kwangu. Usijali kipenzi changu. Karo aliondoka eneo hili, nikabaki pale nikiwa niko na Shabani. Kaka, huwa najua siku zote unachokipanga huwa mara nyingi hakikwami kaka, ila kwa hili nakuomba ukae na kulitafakari tena. Ikulu kaka, lile jengo sio dogo unajua. Shabani, najua kwamba lile jengo sio dogo,
ila mimi nitakuhakikishia kwamba kila jambo litakwenda vizuri. Wewe niamini mimi. So, tunafanyaje sasa kaka? Hapo nikaanza kumuonesha Shabani ramani eneo zima la ikulu kwa mfumo wa ramani ya 3D na nikampa maelekezo ya namna gani nitaingia ndani ya ikulu pasipo mtu yote kuweza kuniona na namna gani nitatoka ikulu pasipo mtu yote kuweza kuniona. Aise kaka, wewe ni kichwa. Unajua sikufikiria kwamba una mawazo makubwa kama haya. Ndugu yangu, sasa hivi mimi nimekamilika. Tena nimekamilika kisawa sawa ndugu yangu. Wewe subiri uone mchezo jinsi unavyokwenda. Naam. Baada ya maandalizi ya vitu vichache, nikaelekea kulala chumbani huku Shabani akielekea kulala kwenye chumba cha wageni. Asubuhi na mapema tukaamka sambamba na Karo. Karo alianza kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Bebi wangu, kwenye huo mpango wako tafadhali na kuomba tusiweze kukutana, kwa maana kabisa unaweza ukaniingiza majaribuni. Usijali kipenzi, hatutokutana. Okay, sawa, ila samani leo sitaweza kukuandalia kifungua kinywa. Inabidi niweze kuwa ofisini. Wala hata usijali katika hilo. Karo alinipigia busu na kisha aliondoka hili eneo. Nilimchungulia dirishani, nikamwona akiingia ndani ya gari lake na kaondoka na mlinzi pamoja na dereva wake. Mimi nilielekea chumbani kwa Shabani, nikamgongia mlango. Shabani akafungua. Nikamwambia umemkaje ndugu yangu? Salama ise, nilishamka nikaisiwe bado. Mimi niko tayari. Vipi wale jamaa wa boti za kukodi umewapata? Ya, nimeshawapata. Kilichobaki hapa ni kuwalipa tu pesa na kisha tupewe hiyo boti. Okay, sawa. Tukawalipe sasa. Ila kaka, tuna ile ahadi ya kukutana na yule mkurugenzi wa nyumba ya kule. Sasa unajua nilishasahau. Sasa tunafanya, sikiliza, tufanye hivi. Tuanze kwa mkurugenzi ofisini kwake, tulipie ile nyumba na kisha tuelekee kwa watu wa boti. Ila kabla ya kutoka hapa, inabidi tubebe silaha. Ila ndugu, unajua nimezungumza na panya wangu. Wananiambia kwamba leo ulinzi ni mkali tofauti sana na siku nyingine. Hilo ni jambo la kawaida pale anapokuja rais kutoka nchi nyingine. Kikubwa ni sisi kuweza kuwa makini. Okay, sawa. Wezi andae na kisha tutajua namna gani ya kuweza kuwakwepa. Hapo moja kwa moja nikaelekea katika chumba cha Karo anachohifadhia silaha. Nilichukua pale moja ya begi la kubebea mkononi. Nikachagua pale silaha ninazozihitaji pamoja na mavazi meusi kwa ajili ya kazi yangu. Nikalifunga begi hili, nikatoka ndani hapa. Nikaliingiza ndani ya gari na kisha nikarudi zangu sebuleni. Vipi ndugu, una njaa? Hapana. Hivyo hakuna haja kunywa chai, ndio maana yake? Ya kaka. Basi poa. Tukaondoka eneo hili na moja kwa moja tukaelekea ofisini kwa mkurugenzi wa shirika la nyumba. Karibuni sana. Na tena nilikuwa na mpango wa kuwapigia simu sasa hivi, kwa maana kwamba leo siku yangu itakuwa ni ndefu sana kwa vikao vingi sana ikulu leo. Tunashukuru, zatoka jana. Mungu anabariki kwa kweli, mambo yanakwenda vizuri. Shabani ndiye alikuwa anazungumza naye huyu mzee, maana wao ndo wanajuana. Niambie sasa, mmekuja kutimiza ahadi yenu, si ndo manake? Ndio mzee, nina imani kwamba pesa inalipwa kupitia benki, si ndio? Hapo niliuliza huku nikimtazama mzee huyu usoni mwake, akasema ndio. Basi tukaanza pale kufanya taratibu za pesa kupitia akaunti yangu iliyopo nchini Ufaransa. Na baada ya pesa hii kukamilika, nikaandikisha pale majina yetu mawili, mimi na Shabani, huku mimi nikiwa ndio mmiliki namba 1, na endapo mimi sitakuwepo, yeye ndiye atakayemiliki hii nyumba. Tukakabidhiwa pale funguo za nyumba pamoja na kila kitu kinachohusiana na nyumba hiyo. Toka nimfahamu Shabani, sijawahi kumuona akiwa na furaha kubwa kama hii. Kweli Mungu fundi kaka. Kwa nini? Yaani maisha yetu yamepinduka kama vile shilingi, bicho limekuwa mwenge sasa. Ya bro, cheke, yani bicho limekuwa kichwa mwanangu. Unakumbuka kipindi kile tunauza maji, soda sijui kule Ubungo kwenye magari kule, ili mradi tupate pesa za kujikimu kimaisha? Ya nakumbuka, naanzaje kusahau.
Sasa leo mwanangu tunakwenda kuishi kwenye majumba kama wanayoishi wakina wachezaji wakubwa, kwa kina Cristiano Ronaldo, wakina Lionel Messi, wakina Kojei Masimulizi. Yani sio jambo la kawaida ndugu yangu. Mungu ndo amejalia kupata mpunga mrefu kama huo. Sasa ile nyumba ni cha mtoto. Jumba analoishi mke wangu, asikwambie mtu mwanangu, ni jumba la kufa mtu. Siku Mungu akitujalia tutapata nafasi ya kwenda Ufaransa, wewe mwenyewe utashangaa yani ukiona. Kaka, kuna watu wana pesa chafu kwenye hii dunia, asikwambie mtu ndugu yangu. Kuna watu wana mkwanja wa kufa mtu ndugu yangu, na wako vizuri sana kwenye kila kitu. Unakumbuka niliwahi kukwambia kwamba ipo siku tutakuwa matajiri? Nakumbuka Rashid. Sasa huo ndo wakati wetu na tumeshakuwa matajiri. Hapa inabidi familia iondoke leo kuelekea kwenye ile nyumba, na kisha mambo mengine yatafuata. Hapo kaka, nimekuelewa. Ila nashukuru sana kwa maana kwamba umebadilisha maisha yangu kaka. Usijali ndugu yangu. Kikubwa ni kupambana. Kweli bro. Naam. Tukafika nyumbani kwa Shabani na tukawaeleza wake zetu juu ya umiliki wa jumba hilo. Na kusema ukweli hatukuwa na muda wa kupoteza wala kumwaga mtu yoyote. Kila mtu akabeba nguo zake atakazokwenda kutumia kwenye makazi mapya, kwa maana ya kwamba jumba hilo lina kila kitu kinachopaswa kuwa ndani ya jumba hilo pasipo nguo tu. Tukaondoka mtaani hapa na moja kwa moja tukaelekea nyumba tuliyokuwa tumenunua. Kutokana na kwamba tulikuwa tumekagua tukiwa tuko pamoja, tulichokifanya sisi ni kuacha wao na kisha sisi tukaondoka kuelekea kwenye hiyo kazi yetu ya kuvamia ikulu. Tukafika kwa mzee mmoja anayemiliki boti ndogo ndogo, akatupeleka hadi katika boti ambayo Shabani alikuwa amemweleza sifa zake. Tuliingia na kisha tukaanza kuiendesha ndani ya hii bahari, kuangalia kwanza ubora ambao sisi tunauhitaji hii boti inaweza kuhimili. Na baada ya kujiridhisha kwa ubora wa boti hii, tukamlipa kiasi alichokuwa anakihitaji, tukajaza mafuta ya kutosha, na mimi nikanunua mitungi ya gesi ya oxygen kwa ajili ya kuweza kunisaidia kupumua nikiwa niko ndani ya maji. Nikanunua nguo maalum za kuogelea. Shabani akaniuliza, "Wewe maandalizi hapo tayari? Na hakuna ulichokisahau?" Shabani aliniuliza huku akiwa anafungua buti ya gari na kutoa pale begi lenye silaha. Nikamwambia, "Ndugu yangu, hakuna chochote nilichokisahau kabisa. Kwa maana kama ni kifaa cha kutoninasa na kamera zozote wala GPRS, vyote nimevichukua kwenye hadhina ya Karo. Hivyo ninaweza kuingia ikulu pasipo kamera zozote kuweza kunikamata. Hii suti nitaivaa na nitakuwa kama mlinzi wa ikulu. Naamini kazi yangu itakwenda vizuri sana." Okay, poa bro, hakuna shida. Tukailoki gari na kisha tukarudi baharini eneo lenye boti. Tukapanda boti hii na kuondoka kwa mwendo wa kasi mpaka katika eneo ambalo nina imani ya kwamba nikizama mita 100 kwenda chini nitakutana na bomba maalum la kutoa maji taka ndani ya ikulu. Bomba hili linaelekea moja kwa moja hadi katika mabomba mengine 10 yanayotoa maji taka yanayotumiwa katika vyoo, mabafu na majiko yaliyopo ikulu. Nikavaa nguo za kuogelea, nikaingiza mfuko wa suti ndani ya hili begi lenye silaha ambalo haliingizi maji kabisa. Shabani akaniambia, "Mwanangu, kuwa makini mwanangu." Nikasema, "Usijali kaka, limeisha hilo." Nikavaa mtungi wa gesi pamoja na viatu maalum vya kuogelea. Nikalishika begi hili kwa umakini, nikavaa miwani ya kuogelea ndani ya maji, kisha taratibu nikaanza kuingia ndani ya maji haya. Nikaanza kuzama sasa kuelekea chini kabisa lilipo bomba hili. Nilifika chini kabisa ya maji na kisha nilianza kufungua mfuniko maalum wa bomba hili ambalo lina matobo makubwa ambayo sio rahisi kwa mtu kupita, ila maji taka yanaweza kupita vizuri tu. Haikuwa kazi rahisi kufungua mfuniko huu uliokuwa umekazwa kisawasawa. Ilinichukua kama dakika 10 mpaka 15 kukamilisha zoezi hili. Niliwasha pale tochi yangu maalum niliyokuwa ninaitumia ndani ya maji na kisha nikaanza pale sasa kuogelea ndani ya bomba hili ambalo lina upana wa mithili ya pipa. Nilifanikiwa kufika katika muunganiko wa mabomba mengine na nikaingia katika bomba ambalo hutokea katika eneo analoishi rais na familia yake. Nikapandisha hadi eneo la juu kabisa la tanki kubwa kiasi linalokusanya maji taka. Japo kuna harufu kali sana, ila sikujali hii harufu. Nilichokuwa najali ni kumpata Don. Nilipenya hadi katika moja ya choo cha chumba cha wageni. Nikasogeza eneo lilipojengwa choo cha kukaa na kisha nikatoka ndani ya chumba hiki. Niliguna huku nikifungua begi langu la silaha. Nikatoa pale perfume maalum ambayo hutumika kwa ajili ya kutoa harufu mbaya, harufu kali kwa muda mfupi. Na baada ya kukamilisha zoezi hili, nikavua pale nguo hizi za kuogelea, nikasidumbukiza katika bomba nililokuwa nimekuja nalo, pamoja na mtungi wa gesi, pamoja na viatu vya kuogelea. Nikaliosha begi hili na kisha nikaoga haraka, nikajipulizia pale perfume hii, na hali yote ya harufu mbaya
ikaondoka mwilini mwangu. Nikasema sasa hapa niko poa. Nilizungumza na kisha nikafungua begi langu. Nilitoa pale suti pamoja na viatu, nikavaa haraka haraka. Nikaitazama picha moja ya mlinzi wa hapa Ikulu ambaye ninafanana naye kiasi. Nikabandika pale kope zinazoendana na yeye, huku ukataji wa nywele zetu ukiwa umefanana kabisa. Nikavaa pale earphone maalum kwa ajili ya mawasiliano na earphone wanazotumia walinzi wa hapa Ikulu. Nikaziseti vizuri earphone hizi ambazo hutumia frequency maalum, na nikafanikiwa pale kusikia kila kitu walichokuwa wanawasiliana na walinzi wote. Nikavaa saa wanazozitumia na kisha nikajifunga miguuni kifaa kinachonisaidia kukata uwezo wa kamera za ulinzi ili zisinikamate na wala wasijue niko wapi. Vifaa hivi ni mara chache sana hutumiwa na wapelelezi, hususan wale wapelelezi wanaokwenda kupeleleza kwenye mataifa ya hatari na yenye ulinzi mkali. Nikachomeka bastola 2 kiunoni, nikavaa kitambulisho kinachonionyesha ni mimi ni mmoja kati ya walinzi wa hapa Ikulu. Hivi vitu vyote nilikuwa nimeviandaa usiku kabla siku ya leo. Nikamtumia message Shabani, nikamweleza kwamba nimeshaingia ndani ya Ikulu na niko vizuri. Na jambo jingine ambalo linanifanya nisiwe na wasiwasi ni kwamba nimejifunza alama na ishara ambazo walinzi husalimiana. Hivyo hata kama nikikutana na mlinzi yote akinipatia ishara, basi nina uwezo wa kumjibu kwa ishara bila wasiwasi. Hivyo itakuwa ni ngumu kwa wao kuweza kunitambua. Baada ya kukamilika kwa kila kitu, nikalificha begi hili chini ya kitanda, eneo ambalo sio rahisi kwa mtu kuweza kulikagua kwa maana ya kwamba nyumba hii inaaminika. Nikakirudishia choo hiki cha kukaa ambacho ni cha kubandika katika sehemu nilipokuwa nimekitoa, kisha nikapiga hatua hadi mlangoni. Nikachungulia katika corridor, nikaona pana ukimya sana. Nikafungua mlango taratibu, nikaanza kutembea kuelekea katika mlango wa kutokea. Anko Joni, nilishtuka kidogo, na hii ni mara baada kusikia sauti ya kitoto ikiniita nyuma yangu. Nikatambua kabisa mtoto huyu anayeniita amenifananisha na mlinzi ninayefanana naye kidogo, anaitwa Joni. Nikageuka huku nikiwa ninatabasamu, nikakutana na sura ya mtoto wa Mama Shamsa. Wewe bado hujaondoka? Nilimfuata na kisha nikachuchuma pembeni yake, nikamwambia ndio sijaondoka Ruben. Mbona uko peke yako? Niko na dada yuko chumbani kwake. Unaendeleaje? Hapo nilizungumza huku nikimchunguza mtoto huyu Ruben usoni mwake. Kila aina ya sifa ambazo ninazo yeye pia nazo. Kutokana na nywele zake ndefu wanazomfuga, nikachomoa pale nywele kadhaa kichwani mwake pasipo mwenye mtoto kusikia maumivu yoyote. Mimi niko vizuri, leo pia tutacheza mpira. Hapo nikagundua kwamba huyu Ruben ana mahusiano mazuri sana na mlinzi huyo John. Nikasema ndio tutacheza, ila acha kwanza wakaribishe wageni. Sawa anko. Mtoto akanipa 5 na kisha akakimbia chumbani kwake. Nilichukua pale kitambaa mfukoni mwangu, nikaweka vile vipande vidogo vya nywele vile nilivyokuwa nimemchomoa kichwani kwake, na kisha nikafunga, nikakaza kitambaa hiki na kisha nikakirudisha mfukoni mwangu. Nikatoka eneo hili la nyumba hii ya rais. Nikatazama jinsi eneo hili lilivyokuwa ni kubwa. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba nimefika wakati mwafaka, wakati ambapo rais wa Kongo anaingia hapa Ikulu, huku akiwa ameongozana na mwenyeji wake pamoja na wake zao. Waandishi wa habari pamoja na watu wengi walikuwa wameambatana na rais huyu wa Kongo, huku walinzi wa rais wa Kongo karibia wote ninaofahamu kwa sababu nilikuwa nao kwenye jeshi lake la mapinduzi. Kutokana na kwamba Ikulu hii ninaifahamu kutokana na kuisoma kwenye ramani, nikaingia katika library, yani maktaba, kuhakikisha kwamba hakuna ambaye ananiona, na ninakaa hapa hadi ule muda wa wafanyabiashara utakapoweza kufika, huku nikifuatilia kila kinachoendelea hapa Ikulu kupitia simu yangu ya mkononi ambayo nimeunganisha na program ninayoweza kudukua kamera zote pasipo mtu yoyote kuweza kulitambua hilo. Baada ya vikao vifupi vya marais hawa wawili, ukafika wakati wa wafanyabiashara kuingia Ikulu hapa kwa ajili ya kikao chao. Nikatoka maktaba hapa huku watu wengi wakiwa wako bize juu ya huu ugeni. Wafanyabiashara wote walifika, akiwamo Don na walinzi wake wachache. Kikao cha wafanyabiashara kikaanza, huku nikimwona Karo na vijana wake wakiwa wanaendelea kuimarisha pale ulinzi, huku Karo akiwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wamekaa katika eneo la wafanyabiashara. Msikilizaji, baada ya kama nusu saa kikao hiki kwanza, nilimwona Don akisimama, akatoka ukumbini hapa. Nilianza kumfuatilia kwa umakini na kumwona akielekea vyooni, nami nikaelekea katika choo alichokuwa ameingia. Kutokana na ubizi wa watu, hivyo hapakuwa na mtu aliyekuwa amenitilia mashaka. Nilisimama eneo la kunawia mikono, nikamwona Don akitoka katika moja ya choo huku akifunga vizuri mkanda wake. Nikajiambia moyoni,
huu ndo wakati mzuri sasa. Nilizungumza hivyo kimoyomoyo, huku nikifunga mlango mkubwa wa choo hiki watu wasiweze kuingia ndani hapa, na kumfanya Doni sasa nitazame kwa nini nimefunga mlango. Doni akaniuliza, wewe mbona unafunga mlango? Nikasema naamini sasa tumekutana. Hapo nilizungumza kwa sauti yangu ya kawaida na kumfanya Doni ashtuke sana, kwa sababu hakutarajia kuniona wala kunisikia. Nikachoma pale bastola yangu huku nikiwa nimefunga kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi isitoke. Malcolm. Doni aliniita huku akirudi nyuma hadi akafika ukutani. Nikamwambia ndo mimi. Nilikuwa na usubiri muda kama huu, kwa maana kwamba nilikuwa nina hamu kubwa sana kuiona damu yako Don. Nilizungumza huku nikimnyoshia Don bastola kichwani mwake, na hakuwa na la kufanya zaidi ya kutetemeka huku akininyoshia mikono kama mtu anayesubiri tu kupokea upako kutoka kwa mchungaji wake. Malcolm, tuongee ndugu yangu. Don aliniomba kwa sauti ya huruma huku akiendelea kutetemeka kwa uoga. Nikaikoki bastola yangu huku kidole cha pili kutoka kidole gumba nikiwa nimekiweka taratibu kwenye trigger ya kwa ajili ya kuweza kumfyatua risasi ambayo ikitoka moja kwa moja inapiga kwenye paji la uso wa Don, inachangua kichwa chake vibaya mno. Nisikilize Don, mimi na wewe hatuna cha kuzungumza mzee, na niliapa na nikakwambia nikionana na wewe ni lazima nikuue, hivyo ni lazima ufe. Sasa Malcolm, niambie unahitaji kiasi gani? Mimi nina pesa Malcolm, ninaweza nikakulipa kiasi chochote unachokihitaji, ila nakuomba unisamehe tu roho yangu. Don alizungumza huku machozi yakimwagika. Japo Don ni mtu mwenye roho mbaya, ila nimetambua kwamba ni mwoga sana, na hakuna binadamu yoyote duniani ambaye anaweza kupenda kufa pale anapokutana na adui yake ambaye atahitaji kumuua. Don, unahisi pesa yako ina thamani kubwa kuliko roho yako, si ndio? Najua haviendani kithamani, ila nakuomba sana ndugu yangu, na kuomba uweze kuniambia unahitaji kiasi gani mimi uniachie. Hapo nilikaa kimya huku nikimtazama Don usoni mwake. Hivi ulihitaji kiasi gani cha pesa kutoka kwa mke wangu? Hapo Doni hakuweza kunijibu chochote zaidi ya kuendelea tu kutetemeka. Nikamwambia ulihitaji utajiri wa binti ambaye baba yake alipambana kuupata. Najua una pesa nyingi sana ambazo hata idadi yake pia huwezi kuikumbuka, si ndio? Hapo Don akanijibu kwa kutingisha kichwa ya kwamba ni kweli, kwa maana mtu huyu huingiza mamilioni ya dola kwa lisali moja tu, kwani uuzaji wake wa madawa kulevya ni karibia dunia nzima. Nikamwambia sasa utanilipa kiasi gani mpaka nikuache wewe hai? Mimi nitakulipa dola bilioni 10. Siwezi kufanya uopozi. Nilizungumza huku mdomo wa bastola langu ukiendelea kumtazama Don aliyekuwa anaendelea kutetemeka. Dola milioni 40 bado hazitoshi. Dola bilioni 30. Roho yako ina thamani kubwa sana Don. Hizo pesa haziwezi kuendana na roho yako. Dola bilioni 200 nakupa. Hapo nikatabasamu kwa maana hizi pesa ni nyingi sana na hawezi kuingiza zote kwenye akaunti moja, na yeye pia hajaziweka kwenye akaunti moja. Nikamwambia unanitumiaje hizo pesa? Nipatie akaunti 2 zinazoweza kuingiza kiasi cha pesa, mimi na kuingizia. Hilo unatambua kabisa hakuna nchi ambayo inaweza kupokea hiko kiasi cha pesa pasipo maelezo, na muda wako wa kuishi ni mdogo sana Don. Zipo hizi pesa zinaweza kuingia kupitia black market na unaweza kuzihifadhi nchi yoyote ile unayohitaji. Mimi nakuhakikishia kwamba zitakuwa salama na utoingia kwenye matatizo ya aina yoyote. Okay, sawa, nitumie. Alafu inamaanisha kwamba hutoniua, si ndio? Wala sitokugusa. Don alitoa pale simu yake mfukoni. Wewe ni mjanja sana. Nahitaji kujua kila unachokifanya kwenye simu. Nilizungumza huku nikiwa namzunguka Don. Nilisimama nyuma yake huku bastola yangu sasa ikiwa ipo katika usogo wake. Akaanza kuingia katika mfumo wa kibenki. Nikamtajia pale akaunti yangu ya kwanza
na kwa kupitia mifumo isiyo halali ya kuhamisha pesa ambayo inapatikana katika black market, yani soko jeusi ambalo huhusika na mambo mengi ya kiharifu, ikiwa uuzaji wa silaha na utumaji wa pesa kama hizi. Nikamwambia nachukua muda gani? Dakika zizidi 3. Don alizungumza lakini alikuwa akitetemeka. Pesa hizo zikaingia kwenye akaunti yangu ya kwanza na kisha nikampatia akaunti ya pili, akaingiza tena pesa hizo. Kwa kupitia simu yangu ikanithibitisha kuwa katika benki zote mbili kwamba kila akaunti imeingia kiasi hiko cha dola bilioni 100. Pesa ambazo kwa haraka ukizisimamisha na matajiri wengine wanaopata pesa zao kihalali, basi ninaweza kuwa ni mimi ndo tajiri namba 1 na nikawaangusha matajiri wote. Ila siwezi kuweka bayana juu ya pesa hizi, kwa maana ya kwamba mashirika makubwa ya kipelelezi yanaweza kunifuatilia, na endapo watalitambua hili, basi maisha yangu yatakuwa ni ya kuwindwa, kwa sababu sina kampuni wala biashara ya kuniingizia kiwango hiki cha pesa. Hapo nikampokonya Don simu yake na kisha nikamuingiza kwenye choo kimoja, nikamfungia kwa nje, nikachomeka bastola langu kiunoni na kisha nikatoka ndani. Hapakuwa na aliyehisi chochote kile. Nikaidumbukiza simu ya Don kwenye moja ya ndoo ya uchafu na moja kwa moja nikaelekea hadi katika nyumba anayoishi rais. Kwa jinsi nilivyokuwa nimeingia ndivyo jinsi nilivyoanza kutoka. Nikalitoa pale begi langu lililopo chini ya kitanda, nikakiweka kitamba hiki chenye nywele kadhaa za Ruben, nikakisogeza choo hiki cha kukaa na kisha nikazama taratibu nikakirudishia ili mtu asiweze kujua chochote. Nikazama ndani hadi nilipoukuta mtungi wangu wa gesi katika tanki hili la maji taka. Japo umechafuka kwa kinyesi, ila sikujali. Nikauvaa mgongoni mwangu na puani na kisha nikaanza kuingia kwenye bomba hili ambalo moja kwa moja likanipeleka mpaka kwenye bomba kuu. Nikaogelea, nikaanza kuelekea nje kabisa kutokea baharini. Nilianza kupandisha juu, nikatokea katika usawa wa bahari, nikaiona boti tuliokuwa tumekuja nayo. Nikaogelea hadi ilipo, nikaingia ndani ya boti, nikamkuta pale Shabani akiwa amesinzia. Hey, wewe mbona unanuka kinyesi? Shabani alizungumza huku akiziba pua yake. Nikasema kazi baba. Hebu vua mwanangu. Wewe nimekula kuku mwenzako mwanangu, nisije nikacheua bure. Nilivua suti hii, nikatoa perfume ya kukata harufu kali na kisha nikaanza pale kujipulizia, na ndani ya muda mchache tu harufu yote ikaisha. Aisee afadhali. Imekwaje? Sijamua. Nilijibu huku nikivaa nguo ambazo nilikuwa nimezivaa mara ya kwanza. Kwa nini sasa? Pesa ndugu yangu. Pesa ndio imekufanya usimue? Ila nitamtafuta sehemu nyingine. Ila cha kwanza ilikuwa ni sisi kuweza kupata pesa nyingi itakatuwezesha kuishi maisha mazuri hadi tunakufa. Kiasi gani kwa cha pesa amekulipa mpaka umeshindwa kumua? Kaka, tutaongea, tuondoke kwanza ile eneo. Kweli tulianza kuondoka hili eneo. Tulifika ufukweni, tukakabidhi boti hii na kisha tukaelekea eneo tulipokuwa tumeliacha gari letu na kisha tukaondoka. Hebu niambie mwanangu, imekwaje na umeingia haraka sana afu umekutana naye haraka sana au? Sijaelewa. Nilikuwa nina mkaba hadi akawa ameniingizia kiasi cha dola milioni 200. Hapo nilimdanganya Shabani, kwa maana nikimtajia kiwango cha pesa halisi nilichoingiziwa na Don atachanganyikiwa. Wow, ni pesa nyingi sana. Hapo nitakumegea hata 10 ndugu yangu. Kaka, kweli siwezi kukudanganya. Aise, shukrani sana ndugu yangu. Ghafla simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni, nikaona ni namba ya Jacqueline. Nilipokea na kisha nikaiweka sikioni mwangu. Mume wangu, vipi, upo salama? Nipo salama. Naona umenipigia kwa mfumo wa kawaida na sio video. Baby, uko sehemu nzuri tukazungumza? Ndio. Hapo nilizungumza huku nikimpa ishara Shabani ya kusimamisha gari. Nilishuka ndani ya gari nikasogea pembeni kidogo ili nizungumze naye, kwa maana kwamba mazungumzo haya yanaonekana na umuhimu sana, kwa sababu sio kawaida Jacqueline kunipigia simu ya kawaida. Mara nyingi tunawasiliana kupitia video call. Nimepokea simu kutoka kwa meneja wa benki ya FKB na LKB. Wameniambia kwamba akaunti zako zimeingizwa dola bilioni 100 kila akaunti moja, na pesa inapotoka haijulikani ila imeingia. Naomba niambie imekuaje mume wangu? Swali la Jacqueline likanifanya kwanza nishushe pumzi kidogo. Simu nina imani zinaweza kurekodiwa mke wangu, nitakupigia video call. Okay sawa, ila na wasiwasi mwingi sana ujue. Usijali Jacqueline, nitakueleza kila kitu.
Okay, sawa, ninasubiri. Nakuomba unipigie kabla huko kuja pambazuka. Usijali. Nakupenda Rashidi. Nakupenda pia mke wangu. Hapo nilikata simu na kisha nikarudi ndani ya gari. Oya kaka. Vipi? Kwema kweli? Kwema, mama watoto alikuwa anahitaji kuweza kupata maelekezo ya pesa ilivyoingia kwenye akaunti yangu. Aisee, kwa hiyo ana namba za siri za akaunti yako ama? Hana, ila yupo kwenye listi ya watu ambao ni warithi endapo nitakufa. Sawa. Sasa tunaelekea wapi sasa hivi? Twende nyumbani kwako kwa zamani. Okay, poa. Naam. Tukafika Kimara na tukaelekea nyumbani kwa Shabani ambapo familia yake na mchepuko wangu walikuwa mia. Ila kaka, hivi huyo Don hatokurudia kweli na kukuangamiza? Kwa mkwara ambao nilikuwa nimemwambia, sidhani kama anaweza kurudia kufanya upuuzi wote ule kwangu. Inabidi uwe makini sana kaka, kwa maana kwamba kama ametoa pesa yote hiyo, ni lazima atatafuta namna kuweza kutaka kukuua. Usijali. Ngoja nizungumze kwanza na mke wangu. Hapo nikaingia katika chumba cha wageni, nikampigia simu Jacqueline, nikavaa wireless earphone ili mazungumzo yangu Shabani asiweze kuyasikia. Pole sana kwa kutawaliwa na wasiwasi mke wangu. Usijali mme wangu. Pesa yote imetoka wapi mme wangu? Pesa imetoka kwa Don. Amenilipa kiasi hiko cha pesa ili niweze kumsamehe na nisimue. Mume wangu ametoa dola bilioni 200 kwa ajili ya uhai wake. Ndio mke wangu. Na hujamuua. Ndio. Hapo tuliamua kufanya makubaliano hayo. Sasa mume wangu, kama ametoa kiwango hiko cha pesa, hivi hata kudhuru kwa kweli, kwa maana kwamba ni pesa nyingi na imeingia kwenye benki hizo bila hata maelekezo, na hawajui imetoka kwenye akaunti gani. Na isitoshe mume wangu, Doni hawezi kukuacha ukaitumia hiyo pesa kwa amani. Ni lazima atakujia kukudhuru. Hebu lifikiria hilo mume wangu. Usijali mke wangu. Ninachokihitaji ni wewe uwe na amani. Mimi hata kama nikifa unaweza ukaishi maisha mazuri wewe pamoja na familia nzima. Jambo la kumshukuru Mungu, ninataka kuigawanyisha hiyo pesa. Pesa zilizopo kwenye akaunti moja nahitaji kuzigawa kwenye akaunti za watoto. Na kisha hayo mafungu mawili yaliyosalia ninahitaji uweze kuchukua fungu moja na kisha mama naye nimwingizie fungu jingine. Sawa mume wangu, ila pesa hizo kuzitoa kwenye zile benki na kuzingiza kwenye akaunti zetu za hapo Ufaransa ni lazima ziwe na maelezo mazuri. Nalitambua hilo. Kila moja nitaandika maelezo kwa njia ya barua pepe na kila mmoja awe na hicho kiasi cha pesa, na iliyosalia nitajua namna kuweza kufanya. Okay. Sawa. Hivi Don ana kiwango gani cha pesa mpaka kupatie pesa kiasi hiko? Yule ni muuza madawa ya kulevya mkubwa, hivyo ana uwezo mkubwa sana kuliko vile unavyodhania. Ana pesa nyingi sana ambazo hakuna anayejua idadi yake ya pesa. Ila kuwa makini na huyu jamaa mume wangu. Wala usijali. Ikifika jioni nitaandika barua pepe hizo kuelekea kwenye benki moja wapo. Sawa mume wangu, mimi nashukuru mno. Nawe pia nakushukuru mke wangu kipenzi. Nakupenda sana Jacqueline. Nakupenda pia mume wangu. Vipi Shamsa na wadogo zake? Anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Ni leo tu ametoka kuulizia hapa, nikamwambia kwamba nitakupigia simu kukipambazuka. Okay, sawa. Kukipambazuka basi nitazungumza nao wote. Okay, sawa mume wangu. Baadaye, kwa maana kwamba huku ni mchana. Okay, kuwa makini. Usijali. Hapo nikakata simu na kisha nikatoka ndani hapa. Hivi kaka, ni sehemu gani unatoa huduma ya internet cafe? Ni sehemu nyingi sana unatoa hiyo huduma. Kariakoo kule na sehemu nyingi tu bwana. Hebu twende. Nahitaji kuandika barua pepe kadhaa hivi. Kwa nini usinunue laptop na wifi? Unaweza kufanya kazi sehemu yote ile ndugu yangu. Hilo nalo pia ni wazo zuri. Ile laptop yangu ya kwanza ilizama kwenye ajali ile ya gari pale Wami. Hivyo nimepata kajuvivu hivi
kakununua PC nyingine, ila kabla ya kwenda huko nahitaji tupite hospitalini nikapime kwanza DNA. Wewe ukapime DNA wewe au vipi? Nisijaelewa. Hapana, nina vinywele vya Ruben, mtoto wa mama Shamsa, hivyo nataka kumpima DNA ili nifahamu kama ni wa kwangu au la. Kaka, lini umekutana naye kimwili? Kuna siku nilimbaka, hivyo ninahisi kama ile siku aliondoka na mimba yangu. Unachekesha sana kaka. Ulimbakaje? Hapo Shabani nikamwadithia tukio zima, jinsi lilivyotokea na namna nilivyokuwa nimemteka mama Shamsa. I say, ni hatari sana. Unajua kuna daktari mimi namjua, anaweza akatusaidia hili jambo kwa haraka zaidi. Tukimpatia tu kitu kidogo basi anaweza akatuhudumia kwa haraka na kutupatia majibu ya uhakika. Okay, sawa, kuna tatizo. Hapo tukabadilisha nguo, kwa maana kwamba kuna nguo kadhaa za Shabani alikuwa ameziacha kwenye nyumba hii. Tukaingia ndani ya magari na kisha tukaondoka hili eneo. Tulifika hospitali ya Muhimbili na moja kwa moja tukaelekea katika chumba cha daktari ambaye ni rafiki wa Shabani. Aha, Shebi, karibu sana ndugu yangu. Shukrani sana dokta. Kutana na ndugu yangu hapa, anaitwa Rashidi. Aha, habari yako Rashidi? Salama tu dokta. Rashidi, huyu anaitwa Dr. Malik. Nafurahi kukufahamu dokta. Shukrani Rashidi, karibu sana. Tunashukuru sana dokta. Sasa dokta, ndugu yangu ana shida na jambo moja hivi, sasa tunahitaji kupima DNA. Mmekuja na mtoto anayepaswa kupimwa hiyo DNA? Hapana dokta, ila na vipande vya nywele zake hapa. Nina imani DNA inaweza kufanya kazi. Ndio, inaweza ikafanya kazi. Sasa nani ambaye anapima DNA yake na mtoto? Ni mimi mwenyewe dokta. Hapo nilizungumza huku nikifungua kitambaa changu, nikatoa pale nywele nilizokuwa nimemchomoa Ruben, na kisha dokta akanipatia kichupa maalum na nikaziweka nywele hizo. Sasa kabla sijapima, ningependa kufahamu huyo mtoto unayetaka kumjua kama ni wa kwako au si wa kwako, ni wa mke wako wa ndoa au mchepuko? Kwa maana kwenye DNA kuna majibu ya aina mbili, au ni mtoto wako au sio wako. Sasa ni mara 100 ukakuta ni mtoto wako kuliko ukakuta sio mwanao. Inakuwa ni tabu kidogo, na watu wengi wanakuwa wanafikia hatua hadi ya kuwaua wake zao au michepuko yao. Je, kaka Rashidi, uko tayari kwa majibu yoyote? Dokta, niko tayari kwa majibu ya aina yoyote. Sawa, nitawazipima na majibu mtakuja kuyachukua kesho. Hakuna shaka ndugu. Shabani, karibuni sana bwana ndugu zangu. Tunashukuru sana dokta, na malipo nitakuingizia basi kupitia simu. Nitashukuru sana ndugu yangu, karibuni sana. Kweli hapo tukaagana na Dr. Malik na kisha tukatoka nje. Tuliingia ndani ya gari na kisha tukaondoka hili eneo. Hivi kaka, endapo ukakuta huyu dogo ni mwanao itakuwaje? Haki ya Mungu ese, yule mwanamke atateseka sana. Naamini anajua kwamba mimi ndio baba wa mtoto, ila tu ameamua kumbambikizia yule mzee wa watu, maskini Mungu. Sasa utamchukua ama ni vipi? Ikiwezekana nitamchukua. Kwanza kuna demu wangu fulani hivi yupo Ghana, naye ana mwanangu aise, na yeye pia nataka nimfuatilie. Nataka ninunue hata kisiwa niwajengee kila mmoja jumba lake la kifahari wakae hapo. Kaka, hayo mawazo ya mbali sana, ila jambo zuri kama Karo na mimba. Sijui wapi uko Italia una watoto, sijui Ghana una mtoto. Bro, Uingereza pia nina mtoto. Yaani ni mwendo wa kujaza dunia tu. Rashidi bwana. Hapo nilitoa simu yangu mfukoni ambayo ilikuwa inaita. Nilitazama nikaona ni namba ya Karo. Yes baby. Uko wapi mume wangu? Niko na Shabani tunaelekea Kariakoo. Vipi, mbona kama unazungumza una wasiwasi? Mume wangu Ikulu imevamiwa. Kauli ya Karo ilinishtua sana. Nilijikuta nikikaa kimya kwa muda huku nikisikilizia milio ya risasi kirindima, na hapa nikajua kwamba uvamizi huu wa sasa hauhusiani kabisa na uvamizi wangu kwa Don. Huu ni uvamizi mwingine kabisa.
Nikaambia uvamizi na nani? Niliuliza huku nikiwa nimeshikwa na kigugumizi. Karo akaniambia hata sielewi. Hapa ninajitahidi sana kumwokoa rais. Nikasema Mungu wangu, kwa hiyo inakuaje? Nitakwambia. Karo aliponiambia hivyo akakata simu. Nikabaki nikiwa nimeshikwa na bumbuazi. Shabani akaniuliza, kaka vipi, kuna nini? Karo anasema Ikulu imevamiwa. Na nani tena? Sijui. Na nasikia milio ya risasi kirindima eneo hilo. Sasa inakuaje ndugu yangu? Sijui. Tuelekee nyumbani kwa Karo tukarudishe kwanza hizi silaha kwanza. Okay, sawa. Hapo tukaelekea nyumbani kwa Karo, nikarudisha silaha zote kwenye chumba chake cha siri, na jambo la kumshukuru Mungu ya kwamba sijatumia risasi hata moja. Hazikupita hata dakika 20, gari mbili nyeusi zikaingia nyumbani hapa kwa Karo kwa mwendo wa kasi sana, na geti likafungwa. Walishuka walinzi wa rais pamoja na rais mwenyewe na familia yake, huku akiongozana na Karo, na wakaingia ndani hapa. Kuna underground room ipo chini ya ardhi. Karo alizungumza huku akikimbilia kwenye moja ya chumba ambacho kiukweli hawajawahi kuingia iko chumba. Wakakimbilia ndani hapo, huku hapa wakiwa wamebaki walinzi wawili wakiwa na bunduki. Baada ya muda kidogo Karo akatoka huku mkononi mwake akiwa ameshika bastola. Nikamwambia, baby, nini ambacho kinachoendelea? Katika wafanyabiashara walioongozana na rais wa Kongo kulikuwa kuna magaidi, hivyo Ikulu ilianza kushambuliwa kwa ndani na walinzi wengi sana wa Ikulu wameuawa. Ila kumtoa rais nje Ikulu ni hatari sana. Naelewa ni hatari, ila ni heri akakimbia nje Ikulu, kwa maana kwamba watu hawa wanaonekana kabisa wameingia kwa njia ya chini ya ardhi, na sielewi mambo yamekwenda kwendaje, ila tunakuomba tuzungumze. Tukapandisha gorofani. Karo alizima kinasa sauti chake ambacho anakitumia kuwasiliana na walinzi wenzake. Mume wangu, naomba uniambie kweli, unafahamu chochote kuhusiana na huu uvamizi? Ina maana kwamba umeshaanza kutokuniamini? Na kuamini mume wangu, ila ulikuwa na mpango wa kuingia Ikulu. Sasa sijui kama ulikuja au la. Mimi nilikuja Ikulu, nilimalizana na Don na kisha nikaondoka, sijamdhuru mtu aina yoyote. Sasa hao watu waliovamia huko nyuma na hisi walikuwa wana ajenda yao wao wenyewe. Hebu niambie, imekuwaje kwaje kwani? Kikao cha rais wetu na rais wa Kongo kilikuwa kinakaribia kuisha. Ghafla tukaanza kusikia pale milio ya risasi kirindima. Jukumu langu ni kuhakikisha kwamba rais anakuwa salama. Nikamtoa rais kwa mlango wa dharura na kisha tukaondoka Ikulu. Yaani hapa tumeliacha jeshi likipambana na wavamizi hao. Unajua ni jambo gumu sana Ikulu kuvamiwa. Na wanavamia wanahitaji nini hasa? Kwa sasa hilo msifahamu kipenzi, ila tu jambo la msingi ni rais kuwa hai na jeshi litakuja hapa kuweza kuimarisha ulinzi. Okay, sawa, acha sisi tuondoke. Kama unavyofahamu kwamba mimi na kaka yako pamoja na mke wake hatupatani kabisa. Wasijue kanihisi kama ndo mimi nimefanya hilo tukio. Usijali, usiondoke, na ukiondoka watakuhisi ni wewe. Tulia hadi pale hali itakapoweza kutulia. Ghafla tulianza kusikia milio ya risasi getini. Jambo hili lilitufanya wote kukimbilia dirishani. Tukaona gari 3 nyeusi zikiwa zimepanga mstari mmoja, huku wakipambana na walinzi waliopo getini, huku watu hao sura zao zilikuwa zimefunikwa. Hawa ndio waliovamia Ikulu. Karo alizungumza huku akivaa earphone masikioni mwake. Nikamwambia naomba silaha. Nilizungumza hivyo, Karo alikimbilia mpaka kwenye shelf iliyopo ukutani. Akafungua pale, akatoa bastola moja pamoja na magazini 2, akanirushia na kisha tukaanza kushuka kuelekea chini. Tulikuta walinzi wawili wakiwa wameelekezea bastola zao mlangoni, huku Shabani akiwa amejibanza kwenye moja ya mlango wa kuelekea jikoni. Karo alisikika akisema, hakikisheni mnamlinda rais. Karo alizungumza huku akitangulia mbele. Nilipiga hatua za haraka hadi mlangoni. Nilifungua mlango kidogo, nikachungulia nje. Nikashuhudia watu hawa wakimmalizia mlinzi mmoja kwa kumpiga risasi, na wakawa wanaingia ndani hapa. Nikasema wanaingia ndani, Karo kajumuike na walinzi wengine kumlinda rais. Acha mimi nifanye kazi yangu hii. Mimi na wewe ni kitu kimoja, Rashidi, tupambane pamoja. Karo alizungumza kwa kujiamini.
Kwa kasi ya ajabu nikafungua mlango, nikaruka nje huku nikifyatua risasi kuelekea kwa majambazi hao wawili waliokuwa wametangulia. Risasi zangu ziliwapata barabara vichwani mwao, wakaanguka chini, wakafa pale pale. Nikakimbilia hadi kwenye moja ya gari, nikajibanza. Nilianza kufyatua risasi kuelekea walipo majambazi hawa. Karo akakimbia hadi eneo nilipo na tukaendelea kusaidiana kujibu mashambulizi ya majambazi hawa. Nilinde, ni kuachie silaha nyingine, Karo alizungumza. Ililazimu mimi kufyatua risasi na kuwafanya majambazi kutuliza mashambulizi yao huku wakiwa wamejibanza kwenye magari yao. Karo aliondoka eneo hili na kukimbilia hadi kwenye chumba chake cha kuhifadhia risasi. Baada ya dakika 3 akatoka akiwa yuko na bunduki kadhaa pamoja na bomu moja aina ya RPG. Akakimbilia hadi kwenye eneo la gari nililokuwa nimejificha. Nikamwambia leta. Nilizungumza huku nikilichukua bomu hilo pamoja na silaha. Nikaweka begani mwangu, nikamwambia Karo nilinde. Nilizungumza na Karo akafyatua risasi kuelekea walipokuwa majambazi. Mimi hapo nikanyanyuka nikafyatua risasi kuelekea katika magari ya majambazi na gari hizo mbili zikafumuka zikalipuka. Nikaokota AK47 chini, nilianza kufyatua risasi kuelekea nje. Nikakuta majambazi 6 wakiwa wamekufa kwa bomu nililokuwa nimelitupa, huku majambazi 2 wakiwa wako hoi mahututi. Nikasema nani amewatuma? Nilimuuliza jambazi mmoja aliyekuwa na karibu kukata roho. Karo alisimama pembeni yangu huku akimtazama jambazi huyo. Nikasema na kuuliza nani alikutuma? Kwa maana kwamba huwezi kupona kwa jinsi ulivyojeruhiwa. Ni heri ukazungumza tu ukweli. Ni General Ngatuma. Jambazi huyo alizungumza na kisha akakata roho. Jambazi aliyesalia Karo akampiga risasi 2 za kifua na akafa hapo hapo. Nikasema huyo General Ngatuma ndo nani? Ni general sasa. Ina maana kwamba anahitaji kuipindua hii nchi. Karo aliniuliza huku akiwa amejawa na mshangao. Nikasema sasa hiyo sio muda wa kuuliza maswali. Hebu muandae kaka yako, tuondoke hili eneo, kwa maana kwamba hao wanajeshi unaowategemea hawawezi kufika hapa sasa hivi kama watakuwa wameagizwa na huyo general wao. Okay, sawa. Karo alikimbilia ndani na kisha nami nikakimbilia kwenye moja ya gari la walinzi ambalo lilikuwa limetobolewa kwa risasi huku tairi zikiwa zimepasuliwa kwa risasi. Nilifungua mlango wa gari hii na kisha nikaingia ndani. Nikaisogeza pembeni ili kupisha njia ya gari nyingine kuweza kutoka. Nilichukua bunduki nyingine 2 zilizokuwa zipo kwenye eneo tulipokuwa tumejibana kwenye gari hili. Nikaingia ndani ya gari langu, nikaliwasha tayari kwa ajili ya kuweza kuondoka hili eneo. Wakaanza kutoka walinzi huku wakihakikisha usalama wa rais. Kisha familia rais ikatoka, wakakimbilia ndani ya gari langu na wakakaa siti ya nyuma. Karo alipanda siti ya mbele huku Shabani naye akikaa siti ya nyuma pamoja na rais. Walinzi wakaingia katika gari jingine la Karo. Nikasema fungeni mikanda. Nilizungumza huku nikimtazama Mama Shamsa ambaye macho yake yalikuwa yamejawa na ukundu utokanao na kulia kwa uoga. Uzuri gari yangu ni manyo. Tukaondoka eneo hili kwa mwendo wa tahadhari sana huku tukizipita gari hizi za majambazi zinazoteketea kwa moto. Niliingia barabarani kwa mwendo wa taratibu huku kimya ukiwa umetawala ndani ya hili gari. Kwa nini unatusaidia? Rais alizungumza huku akiwa ananitazama. Kaka, hebu kaa kimya. Karo alizungumza kwa ukali. Mwache tu azungumze. Nilizungumza huku nikiongeza mwendo wa gari hili. Huku nyuma tulikuwa tunafuatwa na gari walilokuwa wamepanda walinzi. Una kadi yoyote ya GPRS mwilini mwako? Nilimuuliza Mheshimiwa Rais na rais akasema ndio. Nikapunguza mwendo wa gari hili, nikalisimamisha pembezoni. Baby, kwani umesimamisha gari? Karo alioniuliza huku akinishangaa. Hiyo GPRS ipo eneo gani? Iko hapa mkononi. Karo, una kisu hapo? Ndio. Karo alichomwa kisu kidogo cha kukunjua na kukunja. Hebu mkono wako. Nilizungumza mara baada ya Karo kunikabidhi kisu chake. Rais alinitazama kwa muda kidogo na kisha akanikabidhi mkono wake wa kushoto. Eneo gani? Hapa hivi. Rais alinionyesha sehemu hiyo. Bila huruma nilimchana sehemu hiyo na kumfanya mke wake pamoja na mwanae washangae. Nikamtoa kadi ndogo ambayo humuonyesha Mheshimiwa Rais eneo alipo. Nikaitupa kwenye gari la taka linalopita pembeni yetu na kisha safari ikaendelea. Damu zinanitoka nyingi sasa. Rais alizungumza huku akitazama eneo nililokuwa nimemchana. Nikatoa kitambaa mfukoni mwangu nikamkabidhi na mke wake akamfunga pale kitambaa hicho mkononi.
Hujanijibu swali langu. Kwa nini umenisaidia? Sijakusaidia wewe, nimemsaidia Karo, na kama hutaki shuka kwenye gari langu na ujisaidia mwenyewe. Kaka, si nilikwambia lakini ukae kimya. Mtu mwenyewe hapo umri umekwenda. Wanajeshi wako wanakupindua alafu bado unaleta jeuri. Hebu tulia, Mungu akupiganie bwana. Unakera bwana. Karo alifoka na kumfanya kaka yake akae kimya. Tunakwenda wapi baby? Nyumbani. Tanga? Hapana. Nilizungumza huku nikiwa niko makini barabarani kutazama gari zinazotufuata nyuma na zinazokuja mbele yetu. Majira ya saa 12 tukafika katika jumba nililokuwa nimelinunua. Shabani, remote ya geti unayo? Ndio kaka. Fungua geti. Shabani aliminya remote na geti likafunguka taratibu. Tuliingia ndani na kisha tukashuka katika magari. Kaka, tuzungumze. Shabani alizungumza huku tukiwa tunasogea pembeni, sehemu ambayo sio rahisi kwa watu kuweza kusikia. Kaka, umefanya nini ndugu yangu? Shenzi na kuaje unawaleta ndani? Kumbuka hapa kuna familia zetu. Unataka vita ihamishiwe hapa? Tuwapoteze tuliowaleta huko? Shabani alizungumza kwa msisitizo sana. Nikamwambia nisamehe ndugu yangu. Najua nimefanya makosa, ila hapa ndio sehemu ambayo kidogo ina usalama. Kaka, ni bora ungeacha tu afi wakapunguze kitabu cha dhambi. Kumbuka yule malaya alikuwa ni demu wako. Tunajua tulipomtoa. Na ni mara 2 alijaribu kukua, ila wewe umekuja kuwasaidia. Hebu niambie, hiyo huruma mwanangu umeitolea wapi ndugu yangu, Shabani aliendelea kuzungumza kwa msisitizo. Ni dhahiri Shali alionyesha kwamba hajapendezwa na jambo hili ambalo mimi nimelifanya. Nikamwambia kaka, usijali, nitajua namna ya kuweza kulishughulikia ile jambo. Kaka, unayumba kaka. Haki ya Mungu, kumbuka, unatoka kabisa nje ya misimamo yako. Moja, hatujui ni kwa nini huyo general sijui ni nani anataka kumuua rais. Hatujui ni kwa nini. Sisi tunawabeba tu. Achana nao bwana. Nilijikaza sana kukaa karibu na mama Shamsa, ila kusema ule kweli namchukia yule mwanamke kuliko hata. Tuliza jaziba Shabani, kila jambo litakuwa salama. Hapo nilizungumza huku nikimtazama mke wa Shabani pamoja na Tina wakiwa wamesimama katika mlango wa kuingilia, huku wakishangaa ugeni huu wa kushtukiza. Kaka, lolote litakalotokea itakuwa ni juu yako. Mimi nimezungumza kama ndugu yako, na isitoshe Karo na Tina unawaweka kwenye hali gani? Yaani unataka kutengeneza kwa huyu mpuzi, alafu unaharibu kwa wasichana wako. Unaboa kaka. Shabani mara baada ya kuzungumza hivyo aliondoka hili eneo, akaelekea ndani. Karo alinifuata sehemu nilipokuwa nimesimama. Nashukuru mpenzi wangu kwa kunisaidia. Usijali. Kabla sijaikaribisha familia ya kaka yako ndani, ninahitaji kujua mambo kadhaa, kwa maana kwamba hapa ninaingia kwenye mambo yasiyonihusu. Yasije kaigharimu familia ya rafiki yangu. Okay, sawa, niulize. Kwa nini General anataka kuipindua serikali ya kaka yako? Sijui. Mtu kumuuliza ni yeye, kwa maana kwamba hili jambo limetokea ghafla sana na hata sisi na wanausalama hatutambui chochote. Muite kaka yako. Karo alimuita kaka yake kwa ishara na akatufuata hapa tulipo. Najua mimi na wewe hatuna historia nzuri na haitokuja ikatokea nikakupenda. Umepinduliwa serikalini. Tatizo ni nini baina yako wewe na huyo General? Unanihoji wewe kama nani? Kama mtu aliyekokoa maisha yako. Unahisi kunileta hapa ndo utataka kunitawala na kutaka kujua undani wangu? Ngoja nikwambie kitu kimoja bwana mdogo. Nashukuru kwa msaada wako. Karo, mimi bado ni rais wa hii nchi. Unafuata amri yangu. Mimi na familia yangu hatuwezi kukaa nyumbani kwa gaidi. Hivyo sisi hapa tunaondoka. Ingia ndani ya gari na tuondoke sasa hivi. Nikiendelea kujificha ficha dhidi ya hawa watu, wataichukua nchi kiukweli. Kaka, tulia kwanza, usome ramani na mambo yanavyokwenda. Tunaondoka na sio ombi, hiyo ni amri. Rais alizungumza kwa msisitizo na akaondoka eneo hili. Aliingia katika gari la walinzi yeye na familia yake. Mpenzi, samani, ili nipo kwenye majukumu. Naomba nitimize majukumu yangu. Karo alizungumza huku machozi yakimlengalenga. Honi ikapigwa kutokea kwenye gari walilopanda rais na familia yake na pamoja na walinzi.
Nikamwambia tafadhali kuwa makini Karo. Usijali baby, nitakuwa niko makini zaidi ya sana. Na okay sawa. Karo akakimbilia katika gari la walinzi na wakaondoka nyumbani kwangu hapa. Niliingia ndani huku hofu yangu kubwa ikiwa ni maisha ya Karo na mtoto wa mama Shamsa. Naomba namba yule Dr. Mwimbile, nilimwambia Shabani mara baada ya kumkuta ikiwa amekaa sebleni wakitazama taarifa inayotangazwa kwamba kuanzia sasa hivi utawala wa nchi unaongozwa na jeshi na sio rais tena. Shemeji, mbona wageni wameondoka? Wanadai kwamba hii sehemu sio salama. Baby, uko salama lakini? Tina aliniuliza, nikamwambia ndio mke wangu. Nikatoka nje na kisha nikampigia daktari ambaye nilikwenda kupima vipimo vya DNA. Nikamwambia ndio dokta, mimi ni Rashidi, rafiki wa Shabani. Bwana Rashidi tena. Alafu unajua nilihitaji kumpigia Shabani muda huu kwa maana kwamba sina uhakika kama kesho nitakuwepo nchini. Kama unavyoona hali halisi ya kiuongozi ilivyobadilika. Na sisi wengine tumezoea kuongozwa kidemokrasia. Sasa inapokuja swala la kijeshi tunaoumia ni sisi. Sisi wafanyakazi wa umma. Ni kweli. Vipi majibu yametoka? Ndio ndugu yangu Rashidi. Kwanza hongera sana. Vipimo vinaonyesha DNA yenu inafanana, wewe na huyo mwenye nywele zake. Hivyo nakupa hongera sana ndugu yangu. Huyo ni mwanao, ni damu yako, hujaibiwa kabisa. Hapo macho alinitoka huku nikikumbuka namna Ruben alivyojawa na uoga pindi alipokuwa anaingia ndani kwa Karo. Nikakumbuka namna alivyokuwa amejikunyata mikononi mwa mama yake. Jambo lilonifanya damu yangu mwili mzima kuanza kunisisimka na kudhamiria lazima kumwokoa mwanangu. Kama hao wengine wanahitaji kufa, acha wakafie mbele ya safari, ila mwanangu ni muhimu kuliko wao kwa sasa. Ni lazima nimtoe mwanangu mikononi mwao. Ni lazima nihakikishe kwamba ninamlinda mwanangu. Haya sasa, je, Rashidi atafanikiwa kumwokoa mwanae Ruben? Na rais atafanya nini ikiwa General ameshampindua na hahitaji msaada wowote kutoka kwa Rashidi? Bana, usikose kufuatilia kisa hiki. Itakuwa ni sehemu ya 18, mzigo mtamu wa kwetu wa Rise Up. Mimi naitwa Uncle J.